السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kwamba kwa mujibu wa mafundisho na suna ya kiongozi wake mtukufu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, matukio ya unyenyekevu na unyonge wa mtumishi wake mkweli Masihi Maud na namna yeye alivyosihi jumuiya yake kushika unyenyekevu, leo nitaeleza machache. Kwa kuona kiwango cha juu cha unyenyekevu wake, Mwenyezi Mungu mwenyewe alimjalia cheti cha ridhaa yake kwa njia ya ilhamu. Machi 18 mwaka 1907 alipata ufunuo kwamba Mungu amependa mienendo yako ya unyenyekevu. Masihi Maud alayhi wassalam sehemu moja anasema, imezihirishwa juu yangu kwamba mimi mnyonge kutokana na umaskini na unyenyekevu na tawakali na kujitolea, na kwa mujibu wa nishani na nuru mimi ni mfano wa maisha ya Masihi, na asili yangu na asili ya Masihi zimefanana sana, kana kwamba ni vipande viwili vya lulu moja au ni matunda mawili ya mti moja, na kuna umoja na mfanano wa hali ya juu, na kama kuna tofauti basi ni ndogo sana, na kuna mfanano wa kizwahiri vile vile. Nao ni hivi ya kwamba Masihi alikuwa chini ya nabii kamili mwenye shani azimu, yani Musa, na alikuwa mtumishi wake, na injili yake ilikuwa tawi la Taurati, na mimi mnyonge vile vile ni miongoni mwa watumishi wa chini kabisa wa nabii huyu mwenye shani, ambaye ni kiongozi wa mitume wote na ni taji la manabii wote. Safari moja mtu moja alisema kwa Masihi Maud kwamba huzur katika kuandika kitabu cha Hakikatul Wahi, kitabu kilichoandikwa mwishoni mwa maisha yake, katika kuandika kitabu hicho na kusoma muswada mara kwa mara amejitahidi mno, na ndiyo sababu kwamba huzur anaugua mara kwa mara. Hivyo huzur apumzike kwa siku kadhaa na asifanye kazi yoyote ya uandishi. Hazrat sahib akamjibu, mimi sijafanya lolote. Mimi nahisi majuto ninapoona jitihada zilizofanywa na maswahaba, namna walivyokatisha kwa furaha vichwa vyao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sehemu moja anasema, watu wenye busara ndogo wanaleta shutma kwamba mimi ninaongeza daraja zangu. Yani Masihi Maud anajipandisha katika daraja. Alisema, mimi ninasema kwa kula kiapo
cha mungu kwamba jambo hili halipatikani kwenye tabia na asili yangu kwamba mimi nitamani kusifiwa au nifurahie kwamba mimi nasifiwa. Daima nimeendelea kupenda maisha ya unyenyekevu, lakini hii ilikuwa nje ya hiari na nguvu yangu, kwamba mungu akanitoa nje na amezuhirisha na kueleza katika kunisifu, na ameeleza ubora wangu kwenye kalamu iliyoteremshwa juu yangu. Alisema kwamba hakika sifa hizi zote na ubora huo wote ni wa mtume sallallahu alaihi wasallam. hata watu wasio waislamu almasihi maud alikuwa anawasihi kuhusu unyenyekevu na kukaa kwa upole. hivyo imeandikwa kwamba oktoba 22 1903 muislamu mmoja mpya kutoka australia alimjia masihi maud ambaye jina lake lilikuwa abdul haq. katika maongezi huzur alisema kwamba katika usuli zangu usuli moja ndio huu kwamba sisi tunaishi maisha ya kawaida na vitu vyote ambavyo ulaya umevifanya kuwa sehemu muhimu za maisha majlisi yetu imetakaswa navyo. sisi hatujikalifishi katika bidhaa na vitu vingine na tunajali kitu ambacho labda mtu akikiacha anaweza kutenda zambi fulani. waila swala la kula chakula na kukaa na kusimama, sisi tunapenda maisha ya kawaida. hivi ni viwango vya unyenyekevu vya hali ya juu ambavyo alikuwa na alitamani kuviona kwa jamaati yake. sehemu moja anasema mnapaswa kushika unyenyekevu. kujifunza unyenyekevu si mushkil. kujifunza ni kupi. mwanadamu ni mnyenyekevu naye ameumbwa ili kunyenyekea. wama khalaktu ljinna walinsa illa liyabudun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. kibri na kadhalika vyote ni vitu vya bandia. akiviondoa vitu hivi bandia, basi unyenyekevu ndio utakaoonekana kwenye asili yake. basi hiyo ni kanuni ile ambayo inatuwezesha kupata ukaribu wa mungu. akitusihi kushika unyenyekevu anasema, wamebarikiwa wale wanaojiona hakiri na wadogo na wanazungumza kwa haya na wanawaheshimu wenye hali ndogo na maskini na kuwastahi wanyonge na hawazi haki kwa ujeuri na majivuno na wanamkumbuka mola wao mkarimu na hutembea juu ya ardhi kwa unyenyekevu. basi na kariri kusema kuwa hao ndio watu waliotayarishiwa pepo, na yule ambaye duniani humo hayuko nje ya jahanamu ya jeuri, kibri, majisifu, majivuno, anasa za dunia, uchoyo na maovu, katu hatakuwa nje yake huko akhira pia. yani matendo mema ya dunia hii yatamsaidia huko akhira. alisema nifanyeje na kutoka wapi nilete yale maneno yatakayoziathiri nyoyo za kundi hilo? e mungu, nijalie yale maneno na nifunulie zile hutuba ambazo zitilie mioyo yao nuru yake na kuiondolea mbali sumu yao kwa athari ya sifa yake ya kiuasumu. roho yangu inashumbuka kwa shauku ya kuwa iwadie ile siku ambapo niwaone katika jumuiya yangu watu wengi waliokwisha achana na uongo kikweli na kufunga ahadi ya kweli na mungu wao kwamba wataepukana na kila shari na kutengana kabisa na kiburi kilicho asili ya jeuri zote na watadumu kumcha mola wao. katika siku za jalsa au kwenye sherehe zinapofanywa, baadhi ya watu wanakuwa na shauku ya kukaa mbele kwenye viti. katika jalsa, maeneo ambapo kapeti yenye rangi ya kijani inatandikwa au sehemu ambapo watu wanatamani kukaa mbele ili waweze kumsikiliza khalifa kwa karibu ni sawa, lakini saa nyingine ubinafsi unaingilia kati. huwa hautakiwi kuwepo.
kwani jambo hili linaleta shida kwa wale wanaosimamia na wasimamizi. Akiwasihi watu wa namna hii anasema kwamba mtu anapaswa kuzingatia kwamba akienda sehemu fulani ajipendekezee mahala palipo nyuma, na kama atakuwa na haki ya kukaa sehemu nyingine, mwenyeji mwenyewe atamwita na kumkalisha pale na atamheshimu. Kama swala ni kumkalisha mbele, nizamu ipo inasema lete ombi lako, tutaliona. Kama nizamu haikuzingatia ombi lake au kwa sababu ya jambo fulani imekataa, hapo bila kupata wasiwasi au chutma, mtu huyo anapaswa kukubali amri yao. Kisha kwa ajili ya kupata mapenzi ya Allah ni muhimu kunyenyekea. Kuhusu hilo anasema mtu yeyote hawezi kupata mapenzi ya Allah na ridhaa yake mpaka sifa hizi mbili zipatikane kwake. Moja, kuvunja kibri. Kama mlima ulivyosimama ambao unakuwa umeinua kichwa, ukivunjika unafikia usawa wa ardhi, vivyo hivyo mwanadamu anapaswa kujiondolea mawazo yote ya kibri na majivuno na ashike unyenyekevu, upole na tabia njema. Na pili, kwamba husiano zake zote zikatike. Kama mlima ukianguka, mutasaddian, yani Kurani tukufu imetumia neno mutasaddian, yani mlima unavunjika vipande vipande, tufali inajitenga na tufali jingine. Vivyo hivyo husiano zake zote za zamani ambazo zilikuwa sababu ya kumchafua zote zikatike. maana yake ni kwamba husiano za zamani zilizokuwa zimesababisha maovu kuvunja na kuachana na sababu zile na husiano zile. Sio maana kwamba achane na jamaa wote, na kisha mtu huyo apate hamasa ya kutenda wema, na vikao vyake, urafiki na mapenzi ya chuki vyote vive kwa ajili ya Allah. Sehemu moja anasema kwamba kwa ajili ya kusalimisha kutenda zambi kuna aya isemayo iyaka naabudu wa iyaka nastain, wewe tu twakuabudu na wewe tu twakuomba msaada. Watu wanaoendelea kufanya dua kwa mola wao kwa unyenyekevu, wakifikiria kwamba huenda unyenyekevu wao ukubaliwe, watu hawa mungu anakuwa msaidizi wao. Kuhusu mada hii anasimulia kisa kimoja kwamba mtu fulani mcha mungu alikuwa naomba sana, alikuwa mwenye kufanya maombi sana kwamba e Allah nijalie uhuru kutoka maisha yenye zambi. Yeye baada ya kufanya maombi sana alifikiri kwamba kwa njia gani anaweza kuonesha unyenyekevu wa hali ya juu na njia ipi. Kisha baada ya kutafakari anasema kwamba akapata kujua kwamba hakuna mnyenyekevu mkubwa zaidi kuliko mbwa. Ye akaanza kulia kama anavyolia mbwa. Mtu mwingine akafikiri kwamba mbwa ameingia miskitini asije akachafua chombo changu. Akaaja na akaona mtu huyu alikuwepo na mbwa hakuwepo. Ye akamuuliza kwamba mbwa alikuwa akilia, nilikuwa nimesikia sauti, alikuwa nani? Mcha Mungu akasema mimi nilikuwa mbwa. Kisha akauliza kwamba kwa nini ulikuwa unalia? Akasema kwamba Mungu anapenda unyenyekevu, hivyo nilifikiri kwamba kwa njia hiyo unyenyekevu wangu utakubaliwa. Hiyo ilikuwa ni fikra yake, na kwa fikra hii akafanya. Shabaha yake ilikuwa ndiyo hii kwamba awe mtu wa chini ili aweze kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Kuhusiana na hilo Hatmasihi Maud anasema mwanadamu ambaye ni kiumbe mnyonge anaanza kujiona kuwa mkubwa na anaanza kupata majivuno, kibri na ufahari. Mtu hawezi kupata wokovu mpaka ajifanye kuwa mdogo kuliko watu wote kwenye njia ya Allah. Akiwasihi wale wanaofanya bayati yake nasaha ya kushika unyenyekevu anasema hii ni bayati ambayo maana yake halisi ni kujiuza. Baraka na athari zake zimeunganishwa na jambo hili hili, kama vile mbegu moja inapandwa ardhini
tunaopanda mbegu hali yake ya mwanzo inakuwa ndio hii kwamba mbegu ile imepotea, haijulikani itakuwa imekwenda wapi. Amepanda ardhini, imeenda kufichika, sasa haijulikani ina hali gani. Lakini kama mbegu ni nzuri, ina nguvu ya kukua, basi kwa fadhili ya Allah na kwa juhudi ya mkulima, mbegu ile inaota na majani yanatoka, na kutoka mbegu moja zinabadilika kuwa mbegu 1000. Vivyo hivyo mtu mwenye kufanya bayati awal analazimika kushika unyenyekevu na analazimika kujitenga na ubinafsi, ndipo anapata hadhi ya kukua. Lakini yule ambaye pamoja na kufanya bayati ana ubinafsi hawezi kufikia fadhila na baraka. Bila unyenyekevu bayati haitamsaidia. Alisema kwamba maadamu nini mtainyenyekea na mtaonesha tabia njema, Allah atawarizieni. Anasema kwamba mtu anayeomba ridhaa ya Mungu kwa unyenyekevu, Mwenyezi Mungu anamridhia. Kisha kuhusiana na unyenyekevu kwamba mtu akinyenyekea anapata malipo gani na kibri inampeleka mwanadamu wapi, akieleza jambo hili anasema kwamba Adam pia alikuwa ametenda dhambi na shetani pia, lakini Adamu hakuwa na kibri, hivyo yeye alikiri kwa Mungu ikirari ya dhambi na dhambi yake ilisamehewa. Pamoja na hayo mwanadamu anapata matumaini kwamba mazambi yake yatasamehewa. Mwenyezi Mungu alisamehe mazambi ya Adamu. Mtu akionyesha unyenyekevu na akifanya toba anapaswa kuwa na matumaini kwamba Mwenyezi Mungu atamsamehe, lakini shetani alifanya kibri na akalaaniwa. Mtu mwenye kibri, kitu ambacho hakipatikani kwa mwanadamu, vitu ambavyo vinapatikana kwa shetani havipatikani kwa mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuwa mnyenyekevu. Alisema kwamba mtu mwenye kibri anakuwa tayari kudai kushika unyenyekevu. Kitu ambacho hakipatikani kwa mwanadamu, mtu mwenye kibri anaanza kuwa tayari kukichukua. Hiyo haipo kwenye asili ya mwanadamu kwamba awe na kibri, lakini anaanza kudai kwamba yeye ni mwenye kibri kama shetani. Alisema kwamba kwa manabii kunakuwa na taaluma mbalimbali, na moja inakuwa ni kumaliza ubinafsi. Ubinafsi haubaki kwao, wao wanaleta mauti juu ya nafsi yao. Utukufu ni kwa ajili ya Mungu. Watu wasiofanya kibri na wananyenyekea wao hawapotei. Kisha akisihi kuhusu kushika unyenyekevu alisema kwamba hadi sasa katika jumuiya wapo wingi ambao wanaposikiliza jambo ambalo ni kinyume cha nafsi yao wanashikwa na jaziba na hasira, ila hali kufuta jaziba nyingi kama hizi ni muhimu sana ili upole upatikane. Tunaona kwamba wanaanza kujadiliana juu ya jambo dogo, kisha mmoja anafanya juhudi ya kumshinda mwingine, kwamba anatumia kila njia ili yeye awe mshindi. Katika muda kama huo mtu anapaswa kuepukana na jaziba ya nafsi, na katika mambo kama hayo mtu anapaswa kushika unyenyekevu na asifanye juhudi kwamba katika mashindano amzalilishe nduguye. Tukichunguza katika maisha yetu, wapo watu wengi ambao wanafuga ghera bandia na wana ubinafsi, na ndiyo maana mizozo inazidi. Lakini kama tunataka kupata ukaribu wa Mungu, basi tunaweza kupata vukuvu. Saa nyingine baadhi wanaleta malalamiko na wanasema sehemu fulani tulikuwa tumebishana na huyu alikuwa ametamka maneno mabaya. Basi wanatumia kila njia ili waweze kuwaingiza katika kesi bandia au kwenye adhabu. Safari moja
akitoa mfano wa wale wanaoshika unyenyekevu kwamba hali yao ikoje baada ya kifo. Alisema kwamba kufa kumekadiriwa kwa wote, siku moja wote watakufa na wataondoka, lakini wanaokufa katika hali ya umaskini na unyenyekevu kwa ajili ya kuwapokea pepo inakuja mbele kama inavyoelezwa kuhusu lazar. Hat isa ameeleza lazar alikuwa nani ambaye ametajwa. Tukio hili limeendikwa kwenye agano jipya kwenye mlango wa Luka. Alikuwepo tajiri moja ambaye alikuwa na mawazi laini yenye rangi mbalimbali, na kila siku alikuwa na sherehekea na alikuwa anaishi kwa shani. Katika agano jipya tukio hili limeendikwa, na lazar alikuwa mtu mmoja maskini sana ambaye mwili wake ulikuwa umejaa vidonda. Alikuwa na maradhi ya ngozi. Huyu alikuwa anaketi mlangoni mwa tajiri huyu, na alikuwa akitamani kwamba yeye ashibe tumbo lake kwa makombo ya meza ya tajiri huyu. Chakula kitakachobaki watatupa nje, basi nitakula. Hata mbwa pia walikuwa wanakuja na kulamba vidonda vyake. Alikuwa mtu mnyonge kabisa, hata alikuwa hawezi kuwasukuma mbwa. Kilichotokea ni kwamba katika Biblia imeandikwa kwamba mtu huyo maskini alikufa na malaika wakamchukua na kupeleka kwa Abraham, na mtu tajiri pia alipokufa akazikwa. Yeye katika ulimwengu wa arwah aliinua macho yake alipokuwa ameshikwa na adhabu. Alipoinua macho yake akamwona Abraham kutoka mbali, na pia akamwona lazar ameketi kwake. Akamwita akisema, ewe baba Abraham, ni rehemu, umtume lazar ili yeye alete maji, tone moja la maji na anipatie. Umtume lazar na unipatie wokovu kutoka adhabu hii, ili alete maji na aweke kwenye ulimi wangu, kwani mimi natetemeka kwenye moto huu. Abraham akasema kwamba, ewe mwanangu, kumbuka wewe uliishi maisha mazuri na lazar hakupata chochote duniani. Sasa hapo anapata utulivu na wewe unatetemeka. Huu ni mwisho aliyopata mtu huyo mwenye kibri. Mtu asipomtendea mzee mmoja, mama mzee maskini na mnyonge kwa hulka njema kama anavyowatendea watu wenye daraja kubwa, na asipoepukana na kibri na majivuno ya kila aina, yeye hawezi kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kisha anasema ya kwamba mtu mwenye kibri anataka kukaa juu ya arshi ya Mungu. Hivyo daima mujikinge kwa Allah kutoka tabia hii mbaya, hata kama ahadi zote za Mungu ziwe pamoja nani. Hata hivyo muoneshe unyenyekevu. Japo mna ahadi kutoka kwa Mungu, lakini muoneshe unyenyekevu, kwani mwenye kuonesha unyenyekevu anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu unyenyekevu na unyonge anaeleza kisa kimoja. Anasema kwamba kunyenyekea na kuishi maisha ya umaskini ni jambo zuri sana. Mtu ambaye japo anahitaji msaada lakini anaonyesha kibri hawezi kufanikiwa. Anapaswa kushika unyenyekevu. Wanasema kwamba hakimu Jalnus alikuwa mtumishi wa mfalme. Hii ilikuwa tabia ya mfalme kwamba alikuwa akila vitu ambavyo Jalnus alikuwa na imani kwamba mfalme atapata ukoma. Alikuwa nakula vyakula vibaya. Siku hizi pia watu wanapiga kelele kwamba musile junk food. Katika zama zile pia vyakula vya namna hii vitakuwepo. Jalnus alikuwa na yakini kwamba vitu hivi vitamsababishia mfalme kupata maradhi hadi atapata ukoma. Alikuwa anamzuia mfalme, lakini mfalme alikuwa hajizuii. Jalnus alichoka na akaacha watani wake na akaelekea kwake. Baada ya muda, juu ya mwili wa mfalme athari za ukoma zilianza kutoka, na jambo lilipata kutimia lile lile
alilokuwa amesema Jalinus. Ndipo mfalme akaelewa kosa lake na akashika unyenyekevu, akamkalisha mwanaye juu ya kiti cha ufalme na mwenyewe akavaa mavazi ya kawaida na akatoka nje na kufika kwa Jalinus. Jalinus akamtambua, akapenda unyenyekevu wa mfalme na akapenda kwamba mfalme ameelewa kosa lake na amenijia. Jalinus akamtibu kwa nguvu zake zote. Alisema kwamba alipomtibu kwa nguvu zake zote ndipo Mwenyezi Mungu akamjalia uponyo. Kwenye kikao chake kimoja akieleza habari ya ufunuo mmoja na saha aliyoifanya, katika riwaya habari zake zinapatikana hivi kwamba wakati wa alfajiri hatmasihe maud alifika kabla ya alfajiri na aliketi kwenye majlis. Alikuja kabla ya alfajiri na alikaa kwenye majlis na kisha alieleza kuhusu ilhamu isemayo inni uhafizu kula man fi dar illa lazina alau wastakbaru, yani mimi nitawalinda wale wanaoishi ndani ya nyumba isipokuwa wale waliofanya kibri na majivuno. Alisema kwamba katika ilham hii maana ya kibri na majivuno sio kibri ya mali na heshima, bali kila mtu ambaye hajiweki mbele ya Mungu kwa unyenyekevu na hakubali amri zake anaingia humo hata kama awe maskini. Mwenye kuingia nyumbani atakuwa huyu tu ambaye awe mwenye kuonyesha unyenyekevu. Kisha alisema kwamba mtu anapopata mafanikio na hali ya shida inaondoka, mtu huyu wakati yule akishika unyenyekevu na akimkumbuka Mungu, huyu ni kamili. Na mambo hayo hakuyaeleza kama nasaha kwa jamaat tu, bali alikuwa amethibitisha kwa matendo yake, kama nilivyotoa mfano mwanzoni kwamba Mwenyezi Mungu alipenda amali yake. Zipo baadhi ya riwaya kuhusu matendo yake. Mirza Bashir Ahmad Saheb anasimulia kwamba Mirza Sultan Ahmad Saheb aliniambia ya kuwa babu yetu alikuwa anampatia baba yetu mkubwa kiti. Alikuwa na keti kwenye majlis na Mirza Sultan Ahmad Saheb alimwambia kwamba baba yetu mkubwa alikuwa anapewa kiti katika majlis ya babu yetu, lakini baba yetu alikuwa na keti kukaa juu ya safi tu, juu ya mkeka. Hata Masihi Maud alikuwa naenda kwake na kwa juu ya mkeka, na babu yetu akimwambia kukaa juu, baba alikuwa anasema kwamba mimi nipo sawa hapa. Alikuwa hakutamani kwamba akae kwenye mahala pa juu, bali alikuwa na keti kwa watu wa kawaida, kama alivyotoa nasaha kwamba mwenyeji mwenyewe atamkalisha tu. Hata mwenyewe aliishi maisha ya namna hii. Mirza Bashir Saheb anaeleza riwaya nyingine kwamba Qazi Amir Hussain Saheb aliniambia kwamba safari moja tulimuuliza huzur kwamba huzur, katika hadithi inapatikana kwamba manabii wote wamechunga mbuzi, je, huzur pia amechunga mbuzi? Huzur alisema kwamba ndio. Safari moja nilienda mashambani, mtu mmoja alikuwa anachunga mbuzi. Aliniambia kwamba nina shida fulani, nataka kwenda kufanya kazi fulani, wewe uchunge mbuzi. Yeye aliondoka na akarejea wakati wa jioni, na mimi nikaendelea kuchunga mbuzi zake, ilhali alikuwa mwana wa kiongozi wa maeneo yale, lakini hakuona aibu na aliendelea kuchunga mbuzi hadi jioni. Vivyo hivyo, kwa kueleza unyenyekevu wake, Khwaja Abdurrahman Saheb, mtumishi wa ofisi ya Al-Fazl, anasema kwamba mimi nimefanya kazi ya ulinzi kwenye mlango wa Masihi Maud. Nilikuwa na keti nje ya nyumba yake ili kuwapatia watu ujumbe na shughuli zingine. Anasema kwamba nilikuwa na keti nje ya mlango wa huzur, na hata ndani ya nyumba pia nilikuwa naenda kwa ajili ya haja mbalimbali.
na mimi sikuwahi kumsikia huzur kutamka neno lolote isipokuwa neno la ji, neno lenye heshima. Kila alipokuwa anaongea nami alikuwa anasema ji, yani ndio, na alikuwa anatumia neno hili lenye heshima. Sikuwahi kuona kibri wala majuvuno. Daima alikuwa anaongea kwa upole na ilikuwa bashasha juu ya uso wake. Sikuwahi kuona hasira juu ya uso wake. Sikuwahi kusikia kwamba huzur awe ameongea na mtu fulani kwa neno la o, be au tu, yani maneno ambayo hayana heshima, bali daima alikuwa anawatendea watu kwa heshima. Hazrat Bashir Ahmad Saheb anaandika ya kwamba Dr. Mir Muhammad Ismail Saheb aliniambia ya kuwa Hatmasihi Maud alayhi wassalam alikuwa haoni aibu yoyote katika kutenda shughuli za nyumbani. Alikuwa anatandika vitanda na alikuwa anapiga deki na kusafisha. Alikuwa anatengeneza vitanda, alikuwa anafagia. Mvua ikianza kunyesha ghafla, watoto wadogo wakiendelea kulala juu ya vitanda, huzur alikuwa anashika upande moja vitanda vyao na mtu mwingine alikuwa anashika upande wa pili, na walikuwa wanapeleka kwenye varanda. Siku hizi kuna AC na vipepeo, lakini katika zama zile hali ilikuwa tofauti. Watu katika msimu wa kiangazi walikuwa wakilala nje, na mvua ikinyesha usiku, basi walikuwa wanalazimika kupeleka vitanda kwenye varanda. Alikuwa anawasaidia katika kazi hii, na mtu akitaka kuwaamsha watoto kwa sauti ya juu, huzur alikuwa anawakataza na kusema kwamba kwa njia hii mtoto anaweza kuogopa, hivyo mumwamshe kwa sauti ya chini. Mirza Bashir Ahmad Saheb anaeleza riwaya nyingine kwamba Mirza Sultan Ahmad Saheb aliniambia, na yeye riwaya hiyo alikuwa amesikiliza kutoka kwa Maulvi Rahim Baksh Saheb, kwamba Hatmasihi Maud alikuwa anaishi kwenye ghorofa la pili na chakula kilikuwa kinapelekwa kwake. Alikuwa anakula chakula chochote kilichokuwa kinapelekwa. Mirza Sultan Ahmad Saheb ameeleza habari hii kuhusu Hatmasihi Maud kwamba baba yetu alikuwa anaishi kwenye chumba chake kilichokuwa katika ghorofa la pili. Alikuwa anaishi ndani ya chumba kile na chakula kilikuwa kinapelekwa kwake. Hatmasihi Maud alipofunga saumu, wakati ule pia chakula kilikuwa kinapelekwa juu na alikuwa anagawa kwa watu maskini. Anasema kwamba tukipeleka chakula alikuwa anakula tu na alikuwa hasemi jambo lolote. Katika historia ya jumuiya kuna tukio moja mashuhuri. Ni jambo kabla ya madai yake. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Saheb alipohitimisha masomo yake na kupata shahada ya ushekhe na akaja Batala kutoka Delhi, akapata umaarufu katika maeneo yake. Wakati ule mukallidin ambao wanafuata maimamu wa fikhi na kama vile Hanafi na Maliki, na ghair mukallidin ambao hawafuati maimamu wa fikha kama vile ahl hadis na kadhalik, mijadala ya kidini ilikuwa inafanywa baina yao. Watu wa Batala walipoona kelele hii wakamwona Hatmasihi Maud na wakafikiri kwamba Hatmasihi Maud aletwe zidi ya Maulvi Muhammad Hussain wa Batala, na walikuwa na yakini kwamba Hatmasihi Maud ndiye anayeweza kufunga mdomo wa sheikh huyo. Hatmasihi Maud aliambiwa kwamba awe tayari. Alikuwa si tayari, lakini walipomsisitiza akawa tayari. Akaletwa katika mjadala. Katika mkusanyiko huo watu wengi walikwepo na walijumuika, na anasema kwamba leo ilikuwa siku na kwa ajili ya mukallidin ambao walikuwa na yakini kamili kwamba leo watashinda, kwani leo mtu huyo ulamaa alikuwa ameletwa. Mukallidin walikuwa na fikira kwamba leo tutashinda, kwani Hatmasihi Maud Mirza Ghulam Ahmad Qadiani amekuja kufanya mjadala, kwani njia yake ya kueleza hoja ilikuwa imara sana hadi mtu aliye mbele yake alikuwa anakosa hoja.
alipofika katika sehemu ya mjadala akamuuliza mwalimu muhammad husein wa batala kwamba wewe una nadharia na mawazo na itikadi gani, niambie ili nizibatilishe. mwalimu muhammad husein batalwi alisema kwamba katika rai yangu kurani tukufu ni muqaddam, yani ni juu, kisha kinachofuata ni hadisi na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na uamuzi utatolewa sawa na mwongozo huo. hata masihi maud aliposikia itikadi hiyo alisema kwamba katika rai yangu kwenye itikadi zako na mitazamo yako hakuna jambo ambalo ni kinyume cha uhakika. watu walikuwa wamempeleka huko walikuwa na fikira hii kwamba kwa njia hii sisi tutashindwa na kundi la adui watasema kwamba wao wameshinda. masihi moja alimwambia mosa kwamba mimi sioni jambo lenye shutuma katika maelezo yako. hivyo wao walitaka kwamba masihi maud angalau amwambie molsahab jambo lolote, lakini masihi maud bila kujali habari hii na hisia hizi za ushindi au kushindwa alirudi akionyesha unyenyekevu wa hali ya juu. hata masihi maud akieleza tukio hili ameandika kwamba mwaka 1868 au 69 nilikuwa nimepata ufunuo katika lugha ya kiurdu ambao mimi naona kwamba inafaa niandike hapa. sasa kilichotokea ni kwamba mwalimu muhammad husein wa batala ambaye katika zama fulani alikuwa mwanafunzi mwenzangu alipofika batala baada ya kupata shahada ya ushekhe na watu wa batala walipochukia mawazo yake, ndipo mtu mmoja akaja kwangu na akaniambia kwamba niende kujadiliana na mwalimu muhammad husein wa batali. hivyo mimi nilifika kwa mwalimu muhammad husein wa batala kwenye nyumba yake na nikamkuta mwalimu saheb pamoja na baba yake miskitini. kisha kwa muhtasari mimi nikasikiliza hutuba ya mwalimu saheb. wakati ule nikapata kujua kwamba katika hutuba yake kulikuwa hakuna jambo lolote lenye shutuma. hivyo nikaacha mjadala huu kwa ajili ya mwenyezi mungu. usiku mwenyezi mungu akaelekea kwangu na akanipatia ufunuo huo kwamba mungu wako amerizia kwa kitendo chako hicho na atakujalia baraka tele hadi wafalme watatafuta baraka kutoka kwa mavazi yako. kisha nikaonyeshwa wafalme kwenye ruya ambao walikuwa wamepanda farasi, na kwa kuwa kwa ajili ya mungu na mtume wake nilikuwa nimeshika unyenyekevu, hivyo mungu wangu mwenye kufanya hisani hakutaka kuniacha bila kunipatia malipo. shekh yakub sabirfani ameeleza kisa hiki kwenye kitabu chake hayati ahmad, na pia ameandika not moja maandiko. anasema kwamba watu wanajua namna ambavyo mijadala inavyofanywa, na wale wanafanya mijadala wanajua kwamba katika mjadala kukubali jambo la adui au kukubali jambo fulani mbele ya watu, yani hadharani, ni kazi mushkil sana. mimi si wazalilishi maulamaa, lakini kwa ajili ya maulamaa kutoa uhai ni rahisi, lakini kukubali kosa lao au kukubali jambo la adui si tabia yao. hata leo pia hii ndiyo hali ipo. lakini hata masihi maud hali yake ilikuwa imezama katika ikhilasi na katika ridhaa ya mungu, na inaonekana kwamba alikuwa hapendi kwamba kwa waislamu watu vita hii iendelee kupatikana, na wao kwa sababu ya hitilafu za maswala mbalimbali waache kutafuta haki na waache ukweli. kisha huu ni ushujaa na ujasiri wake kwamba mtu ambaye anakwenda kufanya naye mjadala anafika nyumbani kwake na hapati athari kwa kupitia elimu yake, lakini anaposikiliza jambo fulani lenye haki kutoka mdomo wake hajali kwamba watu watasema nini, au watu wa kundi la pili watasema kwamba watu hawa wameshindwa. jambo lilikuwa haki, basi alilikubali na hakujali kwamba watu watasema nini, na yeye alisema kwamba jambo lako ni sahihi. hicho ni kitendo ambacho mfano wake haupatikani kwa watu isipokuwa manabii na wafuasi wao maksus.
ikhlas fi din na jaziba ya kuacha ubinafsi inaweza kupatikana kwa fadhili ya allah tu, na kisha athari ya kukubaliwa kwa kitendo hicho ilizuhiri wakati ule ule, na mwenyezi mungu kwa kupitia ilhamu alimpatia bishara na akampatia cheti cha raziallahu anhu. mtu anataka katika dunia kwamba umaarufu wake uzidi na watu waelekee kwake. mwenyezi mungu alimwambia kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka mavazi yako. hiyo ni zama ambapo hata alikuwa hakupata wazo la kuandika brahini ahmadia na alikuwa hakudai madai yoyote. alikuwa anaishi maisha katika faragha. alikuwa amekwisha acha silsila ya ajira vile vile na mawazo ya kuishi maisha siku za usoni, japo hakuwa na mawazo yoyote, lakini watu wa nyumbani walikuwa na fikira kwamba atafanya nini. wakati ule anapata ufunuo kwamba wafalme watatafuta baraka. hata baba yake alikuwa hai. ilmuradhi alikuwa na sehemu ya maisha ambapo kwa ajili ya mtu wa dunia kunakuwa na matumaini makubwa, na ni sehemu ya umri ambapo mawazo ya kila aina yanapatikana kwa jaziba zote kwa binadamu. lakini katika hali kama hiyo huzur anapokwenda kufanya mjadala pamoja na shekh moja mashuhuri, na kwa kusikiliza hutuba yake na kuikuta kuwa sahihi anasadikisha. hapati wazo kwamba watu watasema nini, na wala hajali kwamba mtu huyo ambaye watu wanampinga kwa sababu ya itikadi zake na mimi ninamuunga mkono, sasa watu wanaweza kunipinga vile vile na kuleta tufani zidi yangu. hivi mutafakari kwamba katika hali kama hizi, muda ambapo kulikuwa na vita kali kati ya hanafi na ghair muqalladin, na kwa kumunga mkono na ahli hadis kulikuwa ni kama kujiingiza katika shida na maangamio. mirza saheb anamunga mkono Maulvi Muhammad Hussain saheb, ilhali alikuwa ameitwa kwa ajili ya mjadala. wazo hili litakuwa wazo la kijinga tu kwamba labda elimu ya Maulvi Abu Said saheb ilikuwa imemnyamazisha. ingewezekana kwamba wazo hili lingekuwa na thamani yoyote kama matukio yatokayo baadaye yasingetokea, pale ambapo masihi maud alipofanya mijadala na Maulvi Muhammad Hassan Batalvi na alipokuja kushindana naye. wazo hili halipo kwamba wakati ule alipata athari au haiba kutoka kwake, kwani baadaye historia inathibitisha kwamba alimwita Maulvi Muhammad Hassan katika challenge na akamwambia kwamba wewe unakosea na mawazo yako sio sahihi. kisha anaandika kwamba hata kwa sekunde moja alikuwa hakupata athari kutoka elimu yake. hayo ni matukio na hakuna awezaye kuyakazibisha. katika hali kama hiyo, wazo hili ni la ujinga tu, bali ndani yake kulikuwa na jambo jingine ambalo lilikuwa ni ikhlasi yake katika swala la dini. ndiyo maana wakati ule alikubali na alikuwa hakumwogopa Maulvi Muhammad Hassan Batalvi. baadaye alimpatia changamoto mara nyingi na akamwita katika mijadala na pia akamsihi kushika njia iliyonyoka. katika barua yake moja aliyomwindikia Maulvi Muhammad Hassan wa Batala na alimfikishia ujumbe wa haki, lakini japo alikuwa amejaaliwa cheo cha maamur na daraja tukufu, alizuhirisha unyenyekevu wa hali ya juu kuhusu zati yake. hivyo anaandika kwamba ndugu yangu mheshimiwa Maulvi saheb salamahu taala, barua yako nilipata. kwa ajili yangu mimi jambo hili ni mushkil sana. katika barua pia alikuwa ameandika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. aliandika kwamba kwa ajili yangu mimi jambo hili ni mushkil sana, kwani mara nyingi ninapata marazi ya hali ya juu hadi naona mauti mbele yangu. nikianza kuongea sana basi marazi yanarudia, na nikianza kufanya tafakur zaidi basi marazi haya yananisumbua. kwani barua yako ya mwisho ilifika, ilionekana kwamba barua hii imeandikwa kwa pamoja, yani wewe na Maulvi Abdul Jabbar saheb. hivyo nimeandika jibu, japo kwa sababu ya marazi
mimi siwezi kufanya kazi yoyote na sina nguvu ya kuanzisha mijadala ya kimaandishi au katika mihazra, lakini kwa fadhili ya allah vitabu hivi vitatu ambavyo alikuwa ameviandika, yani ushindi wa islam, tuzihul maram na izala uham, vitabu hivi nimeandika hivi kwamba mtu mwingine aliendelea kuandika na mimi sikupata nafasi ya kuandika kwa mkono wangu, yani nilikuwa nimeandikisha. Wewe una elimu kubwa kuhusu hadisi, anamwindikia Maulvi Muhammad Sen wa Batala, alisema kwamba nimeandika vitabu vitatu na wewe ni sheikh mkubwa, lakini mimi ni mtu mnyonge ajizi na mtu nisiye na elimu. Anadhihirisha unyenyekevu wake, anasema kwamba sina elimu wala nguvu, ili kwa amri kutoka kwa Mungu hivyo mimi nimefikisha kwako. Sasa kukubali au kutokukubali ni juu yako na juu ya uelewa wa kila mtu. Alimhubiri kwa unyenyekevu sana. Alimuindikia Munshi Ahmad Jan Saheb barua moja ambayo imepigwa chapa. Humo pia kuna unyenyekevu wake ambao umeonyeshwa. Anaandika kwamba barua yako ilifika kwangu, siwezi kutoa shukurani juu ya hisani za Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia wapendwa hawa ambao kuwepo kwao kwangu ni kama kwa njia ya heshima na sababu ya ufahari. Mwenyezi Mungu akujalie furaha tele na akujalie malipo mema. Mimi mnyonge ni mtu nisiyestahiki, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hisani zake kwamba yeye anaendelea kuonyesha mvua za fadhili na neema zake. Japo mimi sina haki, ananikuta nikifanya makosa, lakini anafanya hisani juu yangu. Anaona zulma nikitenda, lakini ananijalia neema zake. Ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Ulimi huu ni ulete kutoka wapi niweze kutoa shukrani zake? Mimi ni mnyonge sana na dhalili, na mimi ni mtu niliyefilisika. Mwenyezi Mungu amenikuta katika vumbi na akaniinua. Yani Mwenyezi Mungu amenikuta katika vumbi na akaniinua, na alipoona mimi mwenye makosa akanisitiri, na akaona udhaifu wangu na akanipatia nguvu, na akaona ujahilia wangu na akanijalia elimu. Elimu yote niliyojaaliwa ni elimu ambayo Mungu amenipatia neema na fadhili ambazo siwezi kupiga hesabu. Na jambo moja katika neema zake ni hili kwamba katika mioyo yenu Mwenyezi Mungu ametia mapenzi yangu. Hivyo hii ni hisani zake kwamba yeye atapandisha na ataongeza upendo huu na atawajalia wote ambao amewaunganisha katika silsila hii. Mwenyezi Mungu atakujalia maendeleo. Sheikh Yakub Sabir Fani akieleza na akichapisha barua hii anaandika katika maandiko kwamba kutoka barua hii ni zwahiri shahiri kwamba katika moyo wa Masihi Maud upendo wa Mungu ulikuwa umetawala na alikuwa amedhihirisha unyenyekevu wake wa hali ya juu, na pia roho yake ilikuwa inaeleza maneno hayo. Masihi Maud alipodai la kuwa mfano wa Masihi, Maulvi Muhammad Hussein wa Batala alianza kumpinga vikali, na kwa njia ya kibri alianza kumwandikia Hazrat Salam barua, na pia alianza kuchapisha katika jarida lake Ishatu Sunna matangazo mbalimbali, na alisema kwamba hiyo ni fitna na mimi nitaangamiza jumuiya hii. Na aliandika kwamba mimi nilikuwa nimempandisha juu, sasa mimi nitamwangusha chini. Yani Mungu apishe mbali Maulvi Muhammad Sen kwa kumsifu sana, alikuwa amempandisha juu, alisema sasa mimi nitamwangusha chini. Maulvi Saheb alikuwa na wazo kwamba maneno yangu niliyoandika kuhusu Brahini Ahmadia yalikuwa yamempatia Mirza Saheb heshima, lakini katika barua alizomwandika Masihi Maud alionyesha uvumilivu na unyenyekevu wa hali ya juu. Na katika barua moja alimwandika Masihi Maud,
barua ambayo inadhihirisha kwamba maulvi muhammad husein wa batala alipotumia maneno mabaya huzur alikuwa ameonyesha huruma na uvumilivu na unyenyekevu. hivyo anaandika katika barua kwamba barua yako nimepokea, japo mungu anajua vizuri kwamba mimi ni kutoka kwake, mimi ni maamur, na katika mambo ambapo kunakuwa na hatari ya fitna kutoka watu wa kawaida, maadamu haizihirishwi juu yangu kwa 100%, si leti juu ya ulimi wangu maneno haya, lakini kutakuwa na hikma ya mungu ndani yake. katika swala hili la nuzule masihi, swala hili halihusiki na islam, na juu ya muislam moja uhakika wake umefunguka, na pia mtu anapaswa kuwa na zana nzuri. wewe umepewa jaziba ya kuandika maandiko zidi yangu. kama nimesema kwamba isa amekufa, nini mungepaswa kuniunga mkono kama waislamu, lakini wewe umeanza kuzungumzia mambo ambayo yananipinga. alisema kwamba wewe umejaaliwa jaziba ya kupinga na kuandika maandiko. mimi najua kwamba nia yako itakuwa njema, huenda utakuwa umefanya kwa nia njema, japo mimi nalalamika kuhusu matendo yako, unatumia maneno mabaya au unasema hayo, lakini kuhusu nia yako mimi nina zana nzuri, na pia katika maulama wa zama hizi mimi naona kwamba kwa sababu ya juhudi zako, mimi naona kwamba wewe ni mbora kuliko Maulvi Nazir Hussain. lakini kama nikilalamika mbele yako, mimi kwa sababu ya sifa yako ya kusema wazi na kupenda, nisipotambulika nitaelewa kwamba hiyo ilikuwa imekadiriwa kwa ajili yangu. mimi si husiki na mambo ya kushinda au kushindwa, bali shabaha yangu ni kutii amri ya mwenyezi mungu. mimi si husiki na habari hii kwamba napata ushindi au la. mungu ameniamuru kwamba ufanye hivyo hivyo, mimi nafanya hivi, na mimi nimedai, na mimi najua kwamba nia yako itakuwa njema katika kunipinga, lakini ni vyema kwamba wewe uje kuongea nami na usome vitabu vyangu, vitabu hivi 3: ushindi wa islam, tuzihe maram na izala waham, halafu uendike chochote unachotaka kuendika. mimi si pati huzuni wala ghamu kwamba nini muanze kunipinga, kwani hata kupinga kutakuwa kwa ajili ya haki. labda unapigania haki, lakini kwanza usome vitabu vyangu, na pia mimi ni nasiha ili kukutana nawe. kama unaweza kuja, mimi naweza kuja kukutana nawe, uje Batala. japo mimi naumwa na mimi nina marazi, hata siwezi kuswali nikisimama, lakini nitafika kwako, nitapata siha kwamba ninaweza kusafiri, lakini nina marazi ya maumivu ya kichwa na kizunguzungu, lakini nitafika tu kwako. kisha hatmasihi maud alaihi wassalam alimwindikia Maulvi Muhammad Hussain Batalvi katika barua nyingine kwamba kama usikasirike, basi katika rai yangu maandiko uliomwindikia hakim Maulvi Nuruddin saheb, maandiko yako yalikuwa makali. yani barua ambayo ulimwindikia ulikuwa umetumia maneno makali. mwenyezi mungu anapenda unyenyekevu na uvumilivu, na hulka za maulama zinapaswa kuwa za hali za juu pamoja na ndugu zao. dini ambayo kwa ajili ya kuisaidia na kuitumikia juhudi zinaendelea kufanywa usiku na mchana ni ipi? kwamba matendo yetu yote yawe sawa na matakwa ya allah na sawa na matakwa ya mtume sallallahu salam. katika wazo langu mwenyezi mungu anapenda uvumilivu na unyenyekevu na ulaini na upole. yani katika vipengele mbalimbali vya hulka mwenyezi mungu anapenda kipengele hicho. mimi nakumbuka kwamba safari moja niliongea na mhindu asiyekuwa na dini, na yeye alitumia maneno mabaya kuhusu dini tukufu ya kiislam kwa sababu ya ghere ya kidini. mimi pia nilimjibu kwa sauti ya juu, sauti kali, waghluz alaihim, lakini kwa kuwa
nilikuwa nimetumia maneno makali, hivyo nilipata ufunuo kwamba katika maelezo yako kuna ukali, unapaswa kushika upole. Mungu alisema kwamba ushike upole. Tukiona kwa adili, sisi si kitu chochote wala elimu yetu. Katika bahari ndege moja akijaribu kunywa maji au akinywa maji, je, ataweza kupunguza chochote kutoka bahari? Hivyo ni bora kwa ajili yetu kwamba kama ambavyo sisi ni wanyonge tuendelee kuwa wanyonge, ilhali mungu wetu hapendi kibri wala majivuno. kwa nini tushike tabia hii? Sasa hatutaki heshima hiyo ambayo itufanye tupate adhabu ya mungu. badala ya kumkasirisha mungu, ni vyema kwamba tuendelee kuzalilika. hivyo kila kauli na amali yake ilikuwa imejaa unyenyekevu, na alikuwa akitamani kwamba apate ridhaa ya mwenyezi mungu, ujumbe wake ufikishwe duniani, umoja wake usimamishwe. ndiyo maana ametusihi mara kwa mara kwamba mushike unyenyekevu, humo kuna ubora wenu na wema wenu, na hicho ni kitu ambacho kitawafanyeni kupata ukaribu wa mungu. mwenyezi mungu atujalie kushika njia za unyenyekevu. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.